Hebu tujifunze kidogo juu ya kusanyiko la nchi. Kusanyiko la nchi, ukisoma maandiko utagundua mara kadhaa katika Israeli kulikuwa na makusanyiko ya nchi au makusanyiko ya kitaifa. Tumejitahidi katika mkesha wetu leo kuwa na wawakilishi wa mikoa yote, na karibia mikoa yote ina wawakilishi leo usiku hapa. Na wewe unaniangalia kwa njia TV, kwa njia mitandao ya kijamii, na wewe pia ni mwakilishi wetu katika mkoa ulioko. Hao watu unaoona hapa wametoka mikoa mbalimbali, wamekuja kwenye mkesha ambao tumewalika watu kutoka mikoani kuja Dar es Salaam kwa ajili ya mkesha huu. Sasa kusanyiko hili la nchi lina maana gani? Na ni nini tutegemee ambapo watu wanawakilisha nchi wanakutana pamoja? Tunaposema kusanyiko la nchi linaweza likawa linamaanisha mambo mawili. Namba moja, raia wote kukusanyika sehemu moja, ambalo sio rahisi. Israeli waliweza kufanya hivyo kwa sababu wale ni wachache. Nchi ya Israeli kwa uchache wake inaweza kukusanyika eneo moja, lakini huwezi kufanya hivyo Tanzania. Hatuwezi kuwachukua Tanzania wote tukawapeleka mkoa mmoja, haiwezekani. Tanzania sasa hivi nadhani tumefika kwenye milioni 60 na kitu. Huwezi kuwachukua Tanzania wote alafu ukasema tuwakusanye Pwani, hawatoshei. Lakini katika Israeli walifanya hivyo. Lakini aina nyingine ya kusanyiko katika Israeli ilikuwa ni kusanyiko la makabila au wawakilishi wa makabila 12. Na unaposema makabila 12 unazungumzia juu ya majimbo 12 ya Israeli, kwa sababu kila jimbo lilikuwa linaitwa kwa jina la kabila ambalo ni mtoto mmoja wapo wa nani? Wa Yakobo. Kwa katika Israeli ukisema Yuda au katika Israeli ukisema Naftali, inaweza either unamaanisha kabila la Naftali au unamaanisha jimbo la Naftali. Kwa kuna kipindi walikusanyika wawakilishi wakiwakilisha nini? Wakiwakilisha majimbo yao. Na hilo ndo tumelifanya sisi leo. Sisi tumewakilisha mikoa yetu au majimbo yetu. Lakini tunapokusanyika, tunakusanyika kwa nini? Leo nitakuambia mambo mawili. Namba moja, haya mambo ni yale ambayo yalifanyika Israeli. Walikusanyika ili weje? Walikusanyika ili kiongozi mkuu awaombee. Kwa mfano, either kuhani au nabii awaongoze kwenye maombi. Sasa ukija katika mfumo wa kanisa letu, kwa neema ya Mungu kwa sasa mimi ndio kiongozi ninayeliongoza kwa nchi nzima. Kwa hiyo ninapowaita watu kutoka mikoa yote wawakilishi, ni ili niwaombee. Sasa angalia, tuchukue mfano wa Samueli wa kwanza sura 7 mstari wa 5 hadi 11. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa. Maana yake mwakusanye Israeli wote wakusanyike eneo gani? Mispa. Nami nitaombea ninyi kwa Bwana. So lengo la wewe kukusanywa hapa leo, lengo la kukusanyika hapa, nataka nikuashue. Nataka nikupe assurance. There is a special prayer I will pray for you. I receive. So Biblia inasema, Samuel akasema nikusanyeni watu wapi? Mispa. Na akasema wakikusanyika nitawaombea kwa Bwana. There is no any way inaweza kuita hapa kama show. I want to tell you. Yes. Niliwaombea kabla mjafika, nimeombea mlipofika, yes, na nitaombea mtakapoondoka. Kuna maombi Mungu atajibu kwa ajili yako. I receive. Nazungumza na mtu ambaye hajanyosha mkono, yes, mpaka atakaponyosha mkono juu. Yes. Kuna maombi ninayo kwa ajili yako. I receive. Kuna maombi tayaomba, yes, kwa biashara yako, I receive, kwa ndoa yako, I receive, kwa afya yako, I receive, kwa huduma yako, I receive, kwa ukoo wako. I receive. My question, are you ready? So swali, why Samuel aliwakaribisha watu Mispa? Why aliwakusanya? Hawana jibu. Why Samuel aliwakusanya Mispa? Ili awaombea. Anasema kusanyikeni Mispa nami nitaombea kwa Bwana. So kama sina cha kuombea nisingewaita hapa. This is not a show off. Yes. I have invited you from your place. Yes. I have a special prayer for you. Yes. I have a special prayer for you. Yes. Are you ready for my prayer? I am ready. So haukuja hapa upoteze muda. Kuna watu mmeacha kazi. Kuna watu hata watoto wenu mmeacha kwa majirani. Kuna watu hadi mmekopa nauli. Kuna watu hata uruhusa kuipata sijui umeipataje. Hauwezi kutoka bila baraka hapa. Nazungumza umelala. Hauwezi kutoka bila baraka hapa. I receive. Nyosha mkono, sema omba, niko tayari kupokea. Sema tena. Sijakusikia. Sijakusikia. Niombe? Niombe? Yes. Niombe? Utayapokea maombi itakayoomba?
Oh yes. Nikikuombea baraka utaipokea. Yes. Nikikuombea ushindi utaupokea. Yes. Nikikuombea uwezo wa Mungu utaupokea. Yes. Nikikuombea nguvu za Mungu utazipokea. Yes. Uko tayari kwenda Ulaya? Yes. Uko tayari kwenda kimataifa? Uko tayari kuinuliwa? Yes. Somebody shout, I'm ready. I am ready. Pigia Bwana Yesu makofi mengi sana. Listen. Weka hilo andiko. Nataka ulisome hilo andiko wewe mwenyewe. Pale pa Samueli weka mtalemwa. Alafu pale Mispa sema makongo juu. 1 2 3. Apostle mtalemwa akasema, wakusanyeni wa Tanzania wote makongo juu. Yes. Naye ataombea wapi? Kwa Bwana. Niwaombee kwa Bwana? Oh yes. So imagine Israeli nzima, majimbo yote wakakusanyika wapi? Mispa. Ili weje? Listen. Una maombi yangu wewe. Keti. Now, ya pili. Mnapokusanyika kama nchi, mkaja mahali hapa, mnakusanyika ili mpewe neno la mwongozo au neno la kinabii. Maandiko nitakayokupa yanaeleza kwamba kuna kipindi walikusanyika kwa kiongozi mkuu anaitwa nani? Ezra. Unajua alimwambiaje? Ezra, tupe neno la Bwana. Kutoka kwenye kitabu cha nini cha Musa. Who is Moses? A prophet. Kwa maana nyingine, give us a prophetic word. Ninaye mtu ananiambia nipe neno la kinabii? Nehemia 8:1. Na watu wote wakakusanyika kama mtu mmoja katika uwanja uliokuwa mbele ya lango la maji. Wakamwambia Ezra. Wakamwambia Ezra mwandishi. Ezra nani? Wakamwambia Ezra ambaye ni nani? Maana yake kuna kitu ameandika kwa ajili yao. Hamjanipata bado? Wakamwambia Ezra kuna kitu kimeandikwa. Tutafutie kilichoandikwa. Tupatie, nikupatie kilichoandikwa. Wangapi wako tayari kuniwapatia kilichoandikwa? So listen, mimi wasifanye vitu bila maandiko. Weka tena. Na watu wote walipokusanyika kama mtu mmoja katika uwanja uliokuwa mbele ya lango la mji, wakamwambia Ezra mwandishi akilete kitabu cha Torati ya Musa Bwana aliyomwamuru Israeli. Kwamba tuletee kitabu, kuna kitu tunakitaka mle. Kwa kuwa wewe ni mwandishi unatuelewa. Umeanza kufufuka, good. Kwa kuwa Ezra wewe ni nani? Mwandishi, utatuelewa vizuri. Kuna maandishi tunayataka kwenye maneno ya Musa, kwenye maneno ya Nabii Musa. Kuna maandishi tunayataka. Tuletee hayo maandishi. Nataka kila mtu aliyesafiri kutoka mkoani akaja Dar es Salaam atakia niambie Apostle Mtalemwa, kuna vitu navitaka. Yes. Kuna maandishi nayataka. Yes. Nikupatie maandishi? Oh yes. Cut. So nataka ujue ili kongamano it's spiritual and it is scriptural. Tell your neighbor, hii kongamano ni spiritual and it is scriptural. Maana yake ni kongamano la kiroho na ni kongamano la nini? La kimaandiko. So kama tumekusanyika tu watu wote njoni, no. According to the Bible, watu walipokusanyika walienda kwa Samuel akamwambia pray for us. So number 1 prayer. Number 2 tupe neno lililofanyaje? Lililoandikwa. That's why yoyote aliyekuja hapa wote mtaondoka na neno lililoandikwa. Nani huyo? Nianzie upande gani? Ndio maana Mungu amenipa maono. Andika kadi za nini? Za kinabii. So maneno haya ninaweza kuandika kwenye karatasi. Maneno haya naweza kuandika sehemu, lakini nikaona niandike kwenye kadi, na kadi ile nimedesign katika namna ambayo unaweza kuitunza kama kadi ya NIDA. Kila utakapokuwa, Yes. wewe uchukue ile kadi tu. Bring it on. Hey! Yes. Hey! Hey! Masuta kaparakia dos. I receive. Hey rabashata. I receive. Katika mkesha huu, Yes. niangalie katika mkesha huu ambao nimewaita hapo Makongo juu Dar es Salaam. Tarehe 7. Katika hii tarehe 7 ya mkesha mwezi huu wa Machi 2025 nimewaita, kuna vitu nataka kuwaambia. Niwaambie? 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 Wakaba sema niambie mimi. Are you ready? Unabii unaandikwa kwa sababu zifuatazo. Unabii unaandikwa
ili uwe tayari kuubeba kirahisi kokote unakoenda. Hata hii Biblia, it is a written prophecy, na iko portable, tunaweza kwenda nayo popote. Isipokuwa Biblia ni general, ile kadi ni personal. So unabii tunauandika ili uwe na uwezo wa kwenda nao mahali kokote. Lakini namba 2, ili iwe kumbukumbu. Mimi nilijifunza walimu kabla sijawa mchungaji. Tulifundishwa hivi chuo cha walimu kwamba unapomfundisha mwanafunzi akasikia tu anaweza kuelewa, lakini itakuwa rahisi kusahau. Lakini tukafundishwa ukimpa kielelezo, either mchoro, either maandishi au kitu kinachoonekana, akiwa anakiona anakuwa na kumbukumbu nzuri. Ndio maana shule mkijifunza mnaandika, ili itakapofika muda wa kurevise unakuwa na mapitio. Ndio lengo la kuandika. Nimeona watu wengi wanahoji sana kwenye mtandao, hiki kitu hakipo kwenye Biblia. Alafu mtu anaongea hivi ana Biblia na Biblia imeandikwa. So huwa mimi sina kaida kuwajibu watu, ila napenda kuwajibu wale ambao wananielewa, ili wakawafundisha hao. So tunaandika kwa sababu hiyo. 1, ili uwe na uwezo wa kuubeba mahali kokote. 2, uwe na uwezo wa kukumbushwa. Kwa nini? Moja wapo ya tabia ya unabii. Unabii una tabia unakutaka wewe unabii. Unabii unakutaka wewe ukumbuke. The day utakapoacha kukumbuka unabii wako umekufa. Narudia. A day utakapoacha kukumbuka unabii wako umekufa. Unabii unakumbukwa. Unakumbukwa. So haya mambo ukitaka ujifunze vizuri, chukua muda wako baada ya ibada. Sikiliza ujumbe wangu wa YouTube nilioandika, unaitwa Kadi za Kinabii ni nini? Ukienda YouTube kwenye account yangu imeandikwa Apostle Mtalemo Bushiri, utakuta ujumbe unaitwa hivi, Kadi za Kinabii ni nini? Utajifunza vizuri sana kadi za kinabii ni nini. Moja hapo kitu tutakachojifunza mle ndani ni kwamba Mungu anapokupa ujumbe ukaandikwa, lengo ni kwamba ukuremind, ukukumbushe. So usipokee kadi ambapo uelewi. Alafu kadi ya kinabii, au nitoe neno kadi, unabii unapopokea ni lazima ujifunze huo unabii kukumbushia kwa njia ya maombi, kwa njia ya sadaka. Na sadaka si lazima uletee mtumishi, unaweza kwenda kwa wahitaji wengine, yatima. Ndivyo maneno ya kinabii yanavyotimia. Lakini lazima uyakiri, confess, yatamke usiku na mchana, nimeambiwa hivi. Lakini vile vile maneno haya kinabii unaweza usiyaelewe, ila siku ukikutana na jambo fulani ndo utaanza kuyaelewa. Wengine mtaelewa rahisi kwa sababu tayari mko kwenye mambo hayo, lakini kuna wengine itachukua muda kuelewa. Unabii unaweza ukatangulia katika jambo usilolijua. Unaweza ukatangulia mbele katika jambo usilolijua. Ndio maana Paulo anaita unabii ni silaha ya akiba. Kwa hiyo ukiupokea hata usipoelewa, subiri, kuna kitu Mungu amekiona mbele. Na siku ukikutana nacho, ukumbuka ule unabii, unene, sema niliambiwa hivi, niliandikiwa hivi, na kwa kisha lazima utatimia. Unabii huo kuna wengine una masharti. Wote mtapokea unabii sawa. Kuna unabii wenye conditions. Tunaitaga conditional prophecy. Unakuambia ili ufanikiwe kuna hiki na hiki na hiki. Sasa wewe usiwe excited kusema, usiangalie ile end results, yale matokeo ya mwisho. No. Wamesema unabii wangu nitakuja kuwa hivi. No. Angalia pia na zile conditions, kwamba ili haya timie. Kwa mfano katika Isaya sura ya 1 mstari 19, watu wengi wamehubiri andiko vibaya. Watu wengi wamehubiri watu utakula mema nchi, utakula mema. Hakuna andiko kama hilo kwenye Biblia. Hilo andiko alipo. Hakuna andiko linalosema utakula mema nchi. Ila andiko linasema hivi, kama mkikubali na kutii. Kwa nini unakimbilia kwenye kula mema nchi kabla hujaanza na ile kukubali na kutii? So unakuta washirika wetu tumewaharibu wengi, wasema Biblia inasema nitakula mema nchi, baba manono kiti moto leta. Baba umesema utanipa manono. No. Kuna kitu hapo Biblia imesema utii kwanza. So baadhi ya nabii nitakazo hapa kuna masharti zimewapa. Mwingine kwenye masharti ameambiwa afunge, mwingine ameambiwa asamehe. Kwa nini unakimbilia ile matokeo mwisho? Kwa nini usianze na ile ameniambia lazima nisamehe? Kwa nini usilifanyie kazi? Kuna wengine masharti Mungu ameniambia, atawaambia kwamba chukua picha za ndugu zako peleka madhabahuni. Mwingine ameambia nenda msuluhishe mgogoro. Kwa hiyo unakimbilia mbele baada ya kusuluhisha mgogoro. Kwa hiyo
Unabii wako ukiupata, angalia una condition gani. Unanielewa? Ya mwisho ambao nitaka niongee, unapopata muujiza, rudi, njoo tueleze. Kwa wale walio mkoani, nenda kwa mchungaji wako pale wa mkoani, yeye atanipa taarifa ili tuendelee kukubariki zaidi. Hata ukiona muujiza unakaribia kama vile unachelewa, tuambie ili tuchochee. Kwa wale wa Dar es Salaam mtakuja hapa. Kwa wale wa mikoani mtaenda kwa wachungaji wetu wa mikoani. Nenda mwambie, ule mkesha kuna kitu niliambiwa, naona kama kinaenda. Hebu mchungaji atakupa neno la kusimamia zaidi. Alafu unabii nitakawapa usiku wa leo, nimewapa neno linalofanana wote. Kila unabii kule nyuma. So Mtume Paulo alisema nakupa maneno ya kinabii, yatunze kama nini? Akiba. Ukikutana na vita yatumie. So kila mtu atakayepewa neno la kinabii hapa, Mungu ametangulia kuona vita mbele. Ukikutana navyo, kama kuna watu 5 unashindana nao, mshindi ni wewe. Unavyoitikia mshindi ni wewe. I receive it. So ni maneno tuyokupa kama silaha. So hilo andiko ni la wote. Alafu kwenye kadi hiyo, kwenye ujumbe sasa, kila mtu ana andiko lake. May God bless you. Nataka sasa nigawe hizo kadi za kinabii. Haya, mpelekee. Nao kila mtu amepata kadi nao? Sasa nikihesabu mpaka 7. Mpaka ngapi? Unageuza unabii wako, unausoma. 1 2. Una kadi yako? 3 4 5 6 7. Angalia kadi yako. Pokea kwa shukrani, mshangilie Yesu, mshukuru Mungu. Oh yes. Kwenye tenti mmepokea kadi kweli, sio ni chochote. Shangilia, piga kelele kwa Bwana. Shangilia, sifu Bwana wa mabwana. Come on. Bwana. Bwana, come on. Bwana, jina lako la milele. Mungu Mola, vizazi hata vizazi. Mataifa yote msifu Bwana. Enyi watu wote. Enyi watu wote mwimini. Mataifa yote msifu Bwana. Enyi watu wote. Watu
yako, sio ni furaha. Inua kadi yako juu. Sema hii ni silaha niliyopewa. Shusha. Hebu keti kwanza. Sema kwa nguvu, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Huu ni unabii ambao ungeweza kutolewa kwa mdomo. Huu ni unabii ambao ungeweza kutolewa kwa mdomo. Lakini kwa sababu ya kukomboa muda. Lakini kwa sababu ya ukomboa muda, unabii huu umeandikwa. Unabii huu umeandikwa. Na kwa sababu hiyo basi. Na kwa sababu hiyo basi. Unabii wangu huu. Unabii wangu huu. Unabii wangu huu. Unabii wangu huu. Kila nitapokutana na giza. Kila nitapokutana na giza. Kila nitakapokutana na kukatisha tamaa. Kila nitakapokutana na kukatisha tamaa. Kila nitakapokutana na vita. Kila nitakapokutana na vita. Nitautoa kutoka kwenye akiba yangu. Kutoka kwenye akiba yangu. Nitaunena. Nami nitasema. Mungu wa Meja One. Mungu wa Meja One. Ule unabii uliompa mtumishi wako. Apostle Mtalima juu ya maisha yangu. Kisha nitautamka. Mwisho nitasema ufanye kazi. Na baada ya kunena hivyo. Nitaona mwanga. Lakini zaidi ya yote. Unabii unapoondoka nao. Napoenda nao mkoani. Napoenda nao nyumbani. Utaanza kunena. Na kuleta matunda aliyoandikwa. Katika jina la Yesu. Sema kwa nguvu, amen. Amen.